Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Alphonse Temba ni fireman, na leo nataka nizungumze kuhusiana na mpira uliochezwa tarehe 9 leo tarehe 12 mpira uliochezwa tarehe 9 na Simba Sports Club pamoja na timu ya Kiarabu hii. Nilikuwepo kule uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kushuhudia hiyo mechi, na sio kushuhudia insachi. Nilikuwepo kwa sababu maalum kwenda kuhakikisha kwamba Simba inashinda. Labda ndugu naye nisikiliza utashangaa, mtumishi wa Mungu unasema tena fahamani, mtumishi wa Mungu inakuaje tena umeingia kwenye uwanja ule, watu wa dunia tuwaonaje, wachungaji mle wala tuone wa injilisti wala wa manabii kule, nimekuaje? Iko hivi, mimi nilikuwa na neema ambayo imenisumbua sana muda mrefu, na hichi ndio hicho kinachosumbua watumishi wengi wa Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kukupa kibali fulani, wewe ukataka kujifanya, wewe ukataka kuona kwamba wewe ni mtumishi kama walivyo watumishi wengine, kwamba kuna wito wako fulani au ufanyi kazi, unaangalia wito wa watu wengine unataka kufanya ufanane na wengine. Hicho kilinitesa sana. Mwaka 2006 Mungu alisema na mimi, tena nilikuwa nikihubiri hapa redioni Tanzania. Mungu akasema na mimi kwa habari ya Michael Sata, alikuwa ni mwenyekiti wa chama kinaitwa PF kule Zambia, mpinzani, kwamba atashinda nchi. Baadaye kanisumbua sana, nikaongea na Mzambia mmoja, akanipa namba yake, nikawasiliana naye, nikamwambia Mungu anaonyesha utakuwa rais wa nchi. Akasema okay, simu niombee mtumishi wa Mungu, mimi mbona siamini, mimi ni Mkatoliki, mimi ni King Cobra. Ameniambia majina magumu sana. Anamsimama kama ya hayati Magufuli hivyo hadi wanafanana kama mapacha. Kwa hivyo vitu siamini, lakini kwa kuwa umenipigia simu na kuniambia Mungu wako amesema nitashinda nchi. Nimeshagombea mara 4 inashindwa. Na sio sishindwi, nikishinda sitagazwa. Nikamwambia sasa hivi naenda kushinda. Basi 2011 kama sikosei, baada ule uchaguzi wa Zambia 2011-12 pale, mimi nilikuwa ikulu ya Zambia kufanya maombi baada ule uchaguzi, baada ya Michael Sata kuniita baada ya kushinda. Nikaiombea nchi, nikaombea ikulu. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba timu ya taifa ya Zambia kwa mara ya kwanza ikashinda kombe la Afrika kama sikosei. Ni mtu wa mipira sana. Ikashinda kombe la Afrika. Kwa nikapata picha, maombi yangu wamehusika mpaka kombe likapatikana kwenye timu. Baadaye kwa sababu turudi kwenye yale mambo ya kuja kwamba unafanya huduma kwa kuangalia watumishi wengine wanafanyaje huduma. Na ndicho kinachotutesha watumishi wa Mungu. Tunaacha kwenda kwenye yale maono Roho Mtakatifu anayetupa. Tukaanza kuangalia huduma ya watu wengine, hizi ministry. Nikarudi kule nikaanza tena kuacha. Sasa hivi karibuni, kama sio tarehe 5 tarehe 6 pale, Mwenyezi Mungu alinionyesha tena kwamba timu ya Simba inaenda kufungwa na Yanga tarehe 8. Sasa ninafanyaje? Ikabidi mimi nifanye juu chini nikawaombee hasa wachezaji, na nikaonyesha baadhi ya wachezaji wa Simba nikawaombee ili wasishindwe tena kwa mara nyingine. Basi na kweli mimi na mapenzi na Simba, tuacha kuweka interest kamili, mimi na mapenzi na Simba. Mwenyezi Mungu akanionyesha kama maono kabisa. Nikatoa clip mwenyewe nikaisambaza kwamba semaji la Simba linitafute kabla mambo hayajaribika, kabla ya tarehe 8 mnaenda kupigwa tena, mnapigwa kabla ya kipindi cha pili. Yaani kile kipindi cha kwanza tu pale wanavyoenda half time wanakula 2 kama Azam, wanakula 2 zao mapema. Ikawa ngumu, nikatupa ile, lakini baadaye ikawa ndio hivyo tena. Sijui ikawa ni kwa sababu labda na mimi nilishakusudia na kuomba Mungu nifanye hii, na sikuweza kabla sijakutana, kwa bado siku 2 tu nimepata ile clip. Bahati nzuri kwa upande wangu Simba haikutokea uwanjani, kilichotokea kila Mtanzania anakijua. Kwa hiyo swala lile la mpira likaishia vile, kukawa na ule unafuu. Sasa mimi nikaona sasa hao tena wanitafuti niachane nao, kwa sababu kama nilivyokuambia bado sivutwi sana kwenda kwenye mambo ya mpira, lakini naonyeshwa vitu vya mpira, na kwa kuwa sivutwi sana kwenda huko nikaamua kuachana naye. Sasa Simba alipoenda kwa Waarabu akapigwa 2, nikaonyeshwa uliacha kazi yako, nenda kaokoe Simba. Sasa mimi ngoja niwaambie, mpira wa Simba kilicholeta kile mvua ni maombi yangu, ndio mjue. Sasa watu wengi wanashindwa kujua kwa nini Simba ilishinda. Sasa nataka niwaambie na mjue kwamba kuna miujiza. Kama watumishi wa Mungu wanaombea watu wanapona ukimwi, wanapona pressure, cancer, wanapata kazi, pia wanaweza kuombea baraka nyingine kama za mipira. Mkubaliana na hilo. Tusimgawe Mungu eti anaweza huku hawezi. Hicho kitu hakiwezekani. Mimi nikaomba mvua, nikaomba Mungu kwa ajili ya Simba ishinde.
na nikiwa njiani na nimefika Taifa tu pale mapema tu, likanyesha mvua dakika kama 32 hivi. Lile mvua lilikuwa sio la kawaida. Mvua ilivyonyesha nikapata ufunuo hapo, nikaambiwa na roho wa Mungu kwamba omba wachezaji wa Arabu waanguke alafu wachoke viuno. Unajua ndugu yangu, nataka niwaambie watu wajue, kwa washabiki, tunapopata watumishi wa Mungu shida saa nyingine kupeleka maombi ili wewe upite. Haikuwa mchezo. Kwa hiyo nikafanya maombi. Na nikaambia niombe maombi ya kukutana na wachezaji wa Simba. Nikapambana maombi, nafika pale kila mtu hanijui. Wewe unasukuma, unaambiwa huwezi kumuona mchezaji wa Simba wewe. Hata siku moja. Huko kabuni kwa wenyewe huwezi kumuona. Uje umuone hapa. Ngasema hapana, nitamuona. Nikapambana lakini baadaye niliwaona. Nashukuru Mungu hata niliongea pale, mwenyekiti wa Simba mwenyewe alinipa nafasi nikaongea pale, nikasema mimi ni mwinjilisti wa kimataifa Alpha September, nimekuja kuombea Simba na nimeshinda kama Mungu alivyonituma. Sasa kilichofanyika nini? Mpira ulivyochezwa pale, ile dabi mnaiona. Angalia wale Waarabu, mnafikiri walikuwa wanaanguka chini, walikuwa wanajiangusha? Hakuna. Mpaka wanazuia, wanakaza kubebwa. Ni kwa sababu niliomba vile viuno vichoke, waanguke, hata penalty walishindwa kupiga. Kwa sababu gani? Viuno vilikuwa vina kitu. Kwa sababu wenzetu wale kama Ulaya bwana, mpira barabarani viwanja vyao vina carpet lenyewe. Alafu pale wana matope kwa Mkapa. Wanadubukia madumbu ya maji. Walikuwa wanateleza, wanapiga matako chini. Vile kupiga matako chini wanapoumia, ile viuno vinavyoumia ndio wakawa wanashindwa kucheza. Kwa hiyo hicho kilifanyika na baadaye wale appreciate. Ndio maana uongozi wa Simba ulinipa nafasi ya kuongea, mwenyekiti mwenyewe aliheshimu, na kwa sababu ni kibali cha Mungu, nilikuwa sina beji ya FIFA. Nikaruhusiwa kuingia mpaka ndani uvunguni kwa wachezaji na viongozi, na naibu waziri analeta hela za mama pale, nimo mle. Mnaona? Waziri wa mambo ya ndani nimo mle. Yaani watu wote wapo ni wazito, na watu wengine walikuwa wana beji kasoro mimi ya FIFA, na hairuhusiwi. Lakini kwa sababu ilikuwa ni kibali cha Mungu. Unajua mtu akiwa na kibali cha Mungu, haijalishi kwenye mazingira gani, Mungu atafanya njia kwenda kutimiza ile kusudi lake ili lifike kwa watu. Kwa hiyo kwa nini sasa nataka kuzungumzia nimefanya hivyo? Tumekuwa watu wengi na hata viongozi wa dini, maaskofu, manabii na mitume na wachungaji, wako wana mapenzi na Simba, wako wengi wana mapenzi na Yanga na Azam na timu nyingine za mikoani, timu mbalimbali Tanzania, na wengine wanapenda matimu ya nje huko. Ilikuwa tunasikia habari, hata mimi nilikuwa zinanichefua sana, kwamba utasikia habari za Yanga au Simba kwamba Kizee kinakuja kwenye mitandao kinasema mimi kule Bagamoyo nimefanya kila kitu, lazima tushinde. Zanzibar, Tanga. Kwa hiyo tuliwapa nafasi ya wachawi na waganga wa kienyeji kukamata hivi vilabu na kuvihold kwa nguvu za giza, kwamba wao ndio wanaosababisha watu klabu ya Simba na Yanga ishinde. Na sisi watu wa Mungu tunaosema tunaipenda, lakini kuna mtu amesimama mle, yule mtu kule ana nguvu za giza, ndio anayesema yeye ndio amesababisha timu Simba na Yanga zishinde. Sasa itakuwaje? Nani wa kuvunja huu mwamba? Pia nataka nimsifu mtumishi wa Mungu pia, Bulldozer Mwamposa, Mungu akubariki sana. Huyu tumekuwa naye kwenye imani. Yaani ile tumekuwa pale ile miaka 1997 96 pale chini ya maboya pale Ufi. Yaani nani Bulldozer Mwamposa tulikuwa naye kwenye chuo cha manabii cha Mwamposa. Yaani mimi na yeye ni kama tulikuwa classmate. Ndio unakuta hii neema tumebeba ya maboya, huu moto unaotembea. Mwamposa anaenda hivi, mimi naenda hivi. Mimi kimataifa, Mwamposa alikuwa ndani ya nchi. Yule tulikuwa naye. Na yeye ameonyesha mchango wake kwa Simba. Nimpongeze pia kupitia hapa. Mimi sina wivu. Mimi ni mtumishi ambaye sina wivu, na appreciate watumishi wanaofanya vizuri. Kama Mwamposa amefanya vizuri, ametuma na delegation kwa wachungaji, walikuwa kule kwenye uwanja na yeye mwenyewe ameongea. Yaani sasa sisi tunavunja ile ule mwiko wa waganga wa kienyeji na wachawi kuhold hizi timu. Kwa sababu gani? Tunataka hizi timu, hawa vijana wanaocheza hizi timu walipwe vizuri, kwa sababu ni ajira, wakacheze mataifa. Na sisi watu wa Mungu tunazozipenda na kusupport hizi timu tunazoziombea, tusikuambie una mganga wa kienyeji pale, au sijui kuna mshirikina pale, au sijui kuna nani pale ambaye yeye kazi yake naye ni kusababisha kuchinja kondoo, kufanya makafara, hizi timu zishinde. Na ndio maana sisi tumepewa ufunuo sasa. Mimi nimepewa kivyangu, Mwamposa amepewa kivyake, kwamba sisi tuingie kuanzia sasa kwenye hizi timu zisaidiwe na watu wa Mungu. Na pia natoa wito kwa watumishi wa Mungu pia wenye maono mbalimbali, hata walioko mikoani kule, saidieni timu zenu za mikoani huko zifanye vizuri, msiwaachie waganga kienyeji na wachawi. Na wale vijana wanapata ajira nzuri, ndio hao vijana wanakuja Simba, ndio hao vijana wanaenda nje kama kina Samata, wanaenda kucheza mataifa mbalimbali. Na mimi nataka nitabiri mwaka huu kwamba na wachezaji wa Simba nimeshawapata, sitaki kuwataja majina hapa, nimeshaongea nao, wamenipa namba zao za simu. Nimwambia hivi, nataka nikutane nao, niwafanyie deliverance, niwaombe huo moto, na kama Simba itakubali, hawa wachezaji watakubali kukutana na mimi, Simba itachukua kombe. That's number 1. Lakini nataka kuwashua kwamba tutakwenda kufanya maombi sasa, na natamani kukutana na watumishi wa Mungu pia tuongee haya mambo. Pia hata mashehe na maimamu ni marafiki zangu pia, na wenyewe wanapiga dua zao. Mimi huwa sidharau mtu, kwa sababu azilonga yote tunamwamini Mungu. Ikifika kwenye vipaji vinajulikana. Kwa hivyo ifike mahali sasa tuwe na attendance hata timu ya taifa
ipate nafasi ya viongozi wa dini kuweza kusimama nao kwa dua ambazo ni sahihi, sio mambo ya makafara au kuambia mambo ya uchawi eti timu inaenda kushinda, matokeo timu hasiendi. Lakini pia kuna baraka. Lakini tatu, inaonyesha kizazi hichi cha vijana kwamba wasitegemee wanadamu, wamtegemee Mungu. Ile ishara tu kusema hata kama shehe ameombea, mchungaji ameombea, inaleta ile kuonyesha kwamba wameomba Mwenyezi Mungu ndo analeta ushindi, anayetufanikisha kuliko haya mambo eti kuna mganga wa kienyeji, sijui kuna nani, kuna mchawi, sijui kuna mtu ameenda akachinje sijui njia panda akavunje nazi, sijui aende Bagamoyo, sijui aende Tanga, sijui aende Zanzibar. Hivyo vitu vimepitwa na wakati. Hichi vijana wa sasa hivi hasa unaoangalia wapo radio na television online ni vijana ambao wanampenda Mungu, wanapenda kuwa sports, wanapenda kuwa kwenye ngumi, wanapenda kuwa kwenye riadha, lakini zote zina mkono wa Bwana. Na ndio maana watumishi wachache tumetokea sasa hivi. Mtuunge mkono tunaposimama watumishi, na nyewe vijana muende sasa kule. Lakini pia maandiko yanasemaje? Enendeni kila mahali katika ulimwengu mkalihubiri habari njema. Kila mahali, kwa kila kiumbe. Yaani injili katika ile sura, katika ile Marko inasema hivi, muende duniani kwa kila kiumbe. Kwa hiyo kwenda kila kiumbe, yaani hakuna mahali pamekuwa limited kwa sababu hapa ni wanacheza mpira, huku ni kwa wapagani. Hiyo ni era kubwa sana ambayo tuli inherit sisi watumishi wa Mungu, tukateseka kwayo. Lakini tunatakiwa tuende. Lakini hata Yesu mwenyewe alienda kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo. Unaona bwana, ani Yesu mwenyewe alienda kuzimu, akanyang'anya shetani funguo, akaja akawa mshindi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba watu wengi wameanza kuelewa. Na hata vijana mnavyoangalia, mnavyosikia hii ujumbe, mna kweli, wow, this is unique. This is really man of God. And we need to hear this. Kwa unahitaji usikie mtu anasema kwamba hapana, vitu vyetu vitupeleke kwenye mikono ya Bwana. Maandiko yanasema hivi, msijaribu kila kitu kwa akili zenu. Kila jambo mumshirikishe Bwana. Kwa hiyo na kama Simba watakubali sisi watumishi wa Mungu tufanye kazi yetu, kuchukua kombe ni sahihi. Ni kitu kidogo sana. Kama nimeombea wakati nchi ya Zambia ikachukua kombe la Afrika, itakuwaje hichi kikombe kidogo hichi ambacho si cha timu ya taifa? Ninaamini watachukua. Lakini issue ni kwamba tunataka mpira wetu uwe kweli chini ya dedication ya Mungu, na sio ani kipindi tena cha waganga kienyeji, sijui na hao wachawi kuanza kutambiana kwenye mitandao. Kimeshapitwa na wakati. Sawa, hivi karibuni tumeshuhudia kwamba baadhi ya wachezaji wakienda kwa viongozi mbalimbali wa dini na dhamira yao ni kufanya vizuri mara baada ya kutokuwa na wakati mzuri uwanjani. Hili unaweza kuzungumza kwamba ni kweli kwenye vilabu vya Tanzania wachezaji wamekuwa wakifanyia imani za shirikina na kupelekea kwamba kutofanya vizuri kwenye mechi za ligi? Ni sahihi. Kwanza ngoja nikwambie, angalia hao wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kwenda kwa viongozi wa dini, wengi ni wa nje. Yaani wale wachezaji ambao nimewaona mimi, sijajua kama ndani ya nchi ameshakuwa hata mmoja wa Tanzania, lakini wengi ni wale wa nje waliokuja. Kwa sababu anakuja hapa na mjomba wala shangazi wala nini wala binamu. Na ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini wachezaji wanaotoka nje wao wanafanya vizuri sana kuliko wa Tanzania. Kuna vitu vingine vinawabeba kwamba anakuja hapa anajua yeye ni Mungu na mguu wake. Lakini wa Tanzania anajua hapa kuna mjomba, kuna shangazi, kuna binamu, na akitoka hapo kuna masifa kibao anapewa, akicheza anataka mtu asio mjomba wake naye muone, Gongo la Mboto, wa Masaki amuone, wa Mbezi wamuone, sijui wa kule Morogoro wamuone, ukoo wake kule sijui watu wamuone. Unaona wewe? Ndio maana wachaga wakaamua wasicheze mipira. Walishaona wachaga wanacheza mipira, hawataki kwa sababu hawataki hizo biashara, watafuta hela. Sasa nataka niwaambie hivi kwamba wachezaji hao walianza kuonyesha kumtafuta kupata maombi ya Mungu ili imani yao wawe conscious yao kwamba wanamtegemea Mungu kweli kwenye huu mguu, na wamefanikiwa. Na mimi nimewaunga mkono sana. Kwa hiyo lakini hiyo imeambukiza na wandani. Lakini pia tunataka wachezaji wetu wa ndani wakacheze mataifa mengine. Kwa hiyo kwa hii challenge inatusaidia kututoa sasa kwenye hao watu. Mimi shida yangu kubwa ambayo naipiga vita ni kuonekana watu. Bado kwenye ile timu ya Yanga kuna kazeka moja bado kanaongea kale. Sasa wakija watumishi wa Mungu wakiongea sana kale kazeka atanyamaza kimya kale. Kila siku kanakuja naona kasifia sana. Na kuna kingine kalikamata mpaka hati za jengo la Yanga, hadi kameshikilia hati jengo la Yanga pamoja na usmati wao wote, lakini lile jengo lao, lile gorofa lao kulikuwa na kale kalikuwa kanashikilia. Na walikuwa wanaamini kwa sababu ya mambo ya uchawi na uganga. Sasa huu mpira sasa hivi hautaki tena. Hata wao vijana washabiki wa Yanga hawataki hiyo biashara tena. Hiyo ishapitwa na wakati. Tunataka mpira ambao ni digital, ni touching, ambao una mpango wa Mungu, una kusudi la Mungu. Hata vijana waliookoka wakiingia kwenye mipira, na mimi nataka vijana wote ambao waliookoka wanataka kuwa wazuri, fire, wacheze kimataifa kama kina Samata, wakina Msuva, wanione ni waombe. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.